Usiku wa kuamkia leo pale East Africa, kulikuwa kuna Friday Night Love ambacho ni kipindi kilichoweza kuwafikisha ama kutuonesha namna ambavyo timu ya dunia walikuwa wanajibu baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yakiulizwa katika mahojiano yao. Sasa miongoni mwa mambo ambayo Baba Asma ameweza kuulizwa ni mengi kidogo, lakini nipo na mambo manne ya msingi, ikiwemo ishu ya Matilda kulingana kifo ambacho kilikuwa kimetokea kwenye ile Dunia season 1, inasemekana ilitakiwa iwe vile, na sababu kadhaa ameweza kuzitaja. So hii inatupatia picha kwamba uhakika wa ama tuseme Matilda hataweza kuonekana kwenye Dunia msimu wa pili kwa sababu ya ABC ambazo Baba Asma ameweza kuzizungumza. So katika haya mambo manne nitakwambia ni vitu gani vya msingi ambavyo unapaswa kuvielewa ili kusiwe na contradictions kwa baadhi ya mashabiki. Karibu Kibox Media, I'm Timoth. Subscribe, like, finya alama ya kengele, then let's go. Tukianza na concept ya kwanza, Matilda baada ya kuonekana ameuawa na Kathy ilikuwa ni planned, kwa sababu kwa mujibu wa Baba Asma anasema Matilda hakuwa na muda mrefu sana wa kuweza kukaa kwenye Dunia series, so ilipaswa afe, lakini haikutakiwa afe haraka haraka. Kulikuwa kuna baadhi ya scene ambazo zilitakiwa kupita ndipo atokee kwenye scene ya kupoteza maisha au scene ya kufa. So kwa sababu kulitokea misunderstanding, kifo cha Matilda kikawaishwa kwenye Dunia series na ilitakiwa iwe vile. Hii tafsiri yake manake hata kwenye season 2 kwa maana ya Dunia msimu wa pili Matilda tusingeweza kumuona. Japokuwa kwenye mahojiano kati ya Baba Asma na SNS alionyesha kwamba Matilda haikupaswa afe, ila kulingana na misunderstandings ambazo zilikuwepo ikabidi atengeneze scene ya kuweza kumuua Matilda. Nafikiri wengi mlisikiliza ile interview. Sasa anapokuja kutuambia kwamba ilikuwa planned, hii means information bado inatuweka pending kwa namna moja ama nyingine, asabana. Yes. Nafikiri mpaka hapo kwenye concept umeweza kuelewa. So kwenye concept ya pili amejaribu kujibu swali, alijibu vizuri kwamba sababu iliyopelekea Dunia season 2 kuonekana ni mbaya na mashabiki kuikataa ni uwepo wa waigizaji wapya, lakini ameondoa shaka na ametangaza kwamba wasanii wapya wataendelea kuongezeka kwa sababu Dunia ina vitu vingi na haiwezi kuzungumzia mapenzi na haitamzungumzia Manyanya na Violet au Kathy na Kavumba na watu wengine. Lazima kuna wasanii wengine wapya watakuja na mtawaona tu, so be prepared, wasanii wanakuja. Katika concept ya tatu limezungumzwa swala la endorsement, kwa maana ya malipo ambayo wafanyakazi wanapewa, as kulionekana kuna wasanii ambao walikuwa katika timu ya Dunia wakilalamika kwamba walikuwa wakilipwa fedha chache, lakini Baba Asma amekataa, amesema kwamba hawalipwi 20,000. Kuna fedha ambazo wanalipwa kulingana na uchumi na mapato ambayo yanapatikana kwenye kazi zao. So kwa nini amejaribu kulizungumzia hili? Nafikiri kuna mengi sana private hatuwezi kuyagusia kwa sababu kila mmoja anazungumzia na kwake, na itakuwa ni vizuri basi wahusika ambao kwa mfano Matilda alilalamika kuna amani, wakikutanishwa kwa pamoja na Baba Asma wanaweza kutengeneza kitu fulani vya ambacho kina mashiko. Yes, tukajua kinangaubaga kinakuwa katika upande gani. So tunapaswa kuamini kile ambacho Baba Asma amekisema kwamba anawalipa vizuri, hakuna shida ya aina yote. Na jambo la mwisho bana, kuna kipaji ambacho Violet anacho na wengi wanakifahamu, si ndio? So kipindi Vi yupo pale kwenye kipindi cha Friday Night Love kwenye East Africa Live, aliweza kuombwa aigize akiwa analia baada ya kumfumania mume wake, yani kufuma ujumbe kwenye simu ya mume wake kwamba ana mahusiano na mtu mwingine. So mtangazaji akajifanya kwamba yeye ndiye mume na kwenye simu yake kuna message ambayo imeingia ikionyesha yupo na mahusiano na mwanamke mwingine. So hiki ndicho ambacho Violet amekifanya, na Baba Asma katika upande wa Instagram akajaribu kuchombeza kitu cha chenye mvuto kwa namna moja ama nyingine,
akionyesha namna ambavyo Violet ni mnoma sana kwenye issue za kuigiza. Alipoiposti hii video akasema imagine kwamba hapo yupo kwenye kuigiza live na in freestyle ya kulia chap. Vipi kama akipewa script, I say unaweza ukaumia. Unaona, alimpongeza kwa namna kama hiyo hapo. So mimi ni kuache na haya ambayo nimekuletea leo kwa namna ya kukujuza ABC ama kupa information ama updates kuhusiana na kile ambacho kinasonga kwenye Dunia series. Sijui maoni yako yapoje katika hizi concept 4 ambazo nimekujuza. Wewe unautazama vipi uigizaji wa Violet kwa kutazama hii clip hapa? Inabidi ulie sasa. Sio kweli. Mimi namba hii ndiko sijui ni ya nani, nimekuta tu message yake baby. Night. Hujui. Si namba si save hapa. Kwa unaniona mimi ni mjinga? No, hapana, sio kweli. Wallahi tena baby. Nisikilize. Hii sio mara yako ya kwanza. Lakini kwa hii sio kweli mpenzi wangu. Unasema sio kweli mtu anakuita bibi? Sasa oh my god. Hivi wewe unanichukuliaje mimi? No. Unanichukuliaje wewe? Au tuipige namba basi uamini kama kweli. Mimi namba sifahamu ya nani. Labda mshikaji wangu Rich alishika simu akawa anachat na watu. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa updates. Sina la ziada. Hakikisha una subscribe then una like. Baada ya hapo unafinya alama ya kengele ili kupata updates nyingi zaidi. See you until the next time. Ciao.